Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 46. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shola Dismas na maisha ambayo anaendelea kuyaishi kutokana na kuwa yatima kwa sababu ya wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, lakini pia chochote kile hakitaweza kukupita, iwe ni episode ambazo zinaendelea au makala mbalimbali, wewe utakuwa ni wa kwanza kabisa kuzipata. Kwa hiyo tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe katika sehemu yetu ya 45 ili tuendelee 46 tuendelee kuidadavua hii simulizi ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kilichoendelea katika sehemu kama hii. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Lesa Charles wakawa wamejiandaa kabisa moja kwa moja ili waweze kwenda kumshtua huyo
kijana mwenye bajaji huyo ambaye anamiliki pia karakana, ambaye yupo karibu naye kabisa, ambaye ndiye mara ya kwanza wakati Shola Dismas amefika hapo, ndiye ambaye aliyesomba na vitu kupeleka kule bondeni ambapo Shola Dismas anapoishi. Wakati Lesa Charles akiwa amesimama, anataka sasa aweze kumpigia simu huyo kijana sehemu popote pale alipo, aweze kuja na kuwachukua na kuwapeleka. Hapo ndipo ambapo mtumishi wa Mungu alipokuja, akasimama mbele yao, akawatazama kwanza kwa jicho la mshangao. Hapo ndipo ambapo Lesa Charles alishtuka, kwa sababu hakuwahi kuona kabisa mmewe akimtazama kwa jicho la kumshangaa hivi. Alafu baadaye ndipo ambapo alipozungumza huko akisema, mke wangu, shemeji, ninaelewa ni kitu gani ambacho mnataka mkifanye, lakini katika watu ambao mnataka kupoteza amani, na nyinyi mtakuwa ni chanzo. Ninaomba msitishe mara moja hiki mnachotaka kukifanya. Nitawapa mifano. Hivi mnahisi mumpelekee simu yake, mpelekee pesa yake, na hadi laini mumwambie tunaomba ufute usajili? Mke wangu, mbona furaha inataka kukuzidi mpaka unataka kumkaribisha shetani kabisa katika malango yetu? Huoni tutajulikana kwamba sisi ndo ambaye tumemshawishi aingie katika dini yetu? Na ndio maana tumeamua kufanya vyote hivyo, tumeamua kurudisha kila kitu. Shemeji, ili tuweze kuendelea kuishi kwa amani na wale kule watuone kwamba na sisi kumbe ni binadamu na tunapaswa kusaidiana, kama namna jinsi ambavyo tumekusaidia kukupatia hiyo nyumba ukae bure, kama jinsi ambavyo mke wangu anaendelea kukusaidia kama pacha wake, na wao ili tuweze kupokea msaada wao, yaani watuletee hapa msaada wao, hata wa kimawazo au wa kifedha, wa hali na mali, tunapaswa kukaa kwa umoja. Shemeji, endelea kukaa na vitu hivyo, laini hiyo endelea kuitunza. Jua huo ni msaada ambao uliopewa. 200,000 hizo walizokupatia, nadhani umezinunulia vitu kadhaa, na kama jinsi ambavyo ulivyonisimulia yale uliyoyapitia, umeniambia pia kuna kiasi fulani ambacho amekusaidia mke wangu, na pia umeniambia kwamba unatafuta eneo ili uweze kufanya biashara. Shemeji yangu, mimi watu wanaoishi humo sokoni Mlaguzi na wafahamu, na ambao wana meza ambazo hazina watu waliozikodisha, ambazo ziko tupu kabisa, hazina mtu ambaye ameikodi, meza ambazo zipo hazina watu, hazina wafanyabiashara, ninawafahamu. Kwa hiyo ni kitendo cha kunipa muda, shemeji yangu, ili wewe niweze kukufanyia yote hayo. Lakini licha ya kunipa muda, isiwe kitendo cha kuanza kuondoa amani ambayo tunaendelea kuishi nayo. Umesikia shemeji yangu?
Kwa hiyo hiki kitendo ambacho mnachotaka nyinyi kukifanya ni kitendo kiovu, ni kitendo ambacho kinaonekana tunaenda kuleta udini, kwa sababu mtakapomrudishia vitu vyake ataumia, ataona kumbe msaada wake aliyoutoa ni bure. Pia sisi tutaanza kutuhumiwa kwamba sisi ndo ambao tumekushawishi wewe kufanya vyote hivyo, wakati sio sisi. Sijui mnaweza mkaona hicho kitu ambacho mnataka kukitengeneza sio kizuri hata kidogo. Yaani siwashauri kufanya kitu kama hicho. Cha kufanya, endeleeni na mambo mengine. Hayo mambo ambayo mmeyapanga kuyafanya ni kumkaribisha shetani kabisa katika malango yetu, na inatakiwa tumuondoe kabisa huyu ibilisi kwa jina la Yesu Kristo. Sasa tusimkaribishe akaja kutugawa kati ya Waislamu na Wakristo, tukaondoa amani. Kaeni chini, mtafakari. Hiki mnachotaka kukifanya sio kizuri. Mimi yangu ni hayo, na sitopenda mke wangu ni kuone ukifanya hilo swala. Zaidi utaniudhi, kwa sababu ni jambo la kumkaribisha shetani katika malango yetu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo mtumishi, basi alianza kuhuzunika Lesa Charles, na hatimaye akapiga magoti kwa mume wake na kuanza kuomba msamaha. Alijiona mkosaji kidogo, furaha inataka kumpelekea mpaka afanye vitu ambavyo vinaonekana kabisa vitakuwa ni vya kuondoa amani. Hapo ndipo ambapo alipokaa chini tena na kuanza kumshauri Shola Dismas waachane kabisa na mpango huo. Akamwambia kama endapo atakuwa na hitaji laini nyingine yuko tayari kumsajilia, kwa sababu simu inakaa laini mbili. Kwa hata kama kule wataamua kuifunga hiyo laini, maana yake atakuwa na laini nyingine ambayo imesajiliwa na Lesa Charles. Na akamwambia ikiwezekana pesa au anaweka kwenye laini ambayo atakayomsajilia, asiweke kwenye hiyo ambayo ameisajili Bi Muamini, kwa sababu hawezi kujua ni kitu gani ambacho kitakachoweza kutokea. Huenda anaweza akawa nakubali kwamba yuko tayari kusaidia, kumbe naye ameumia kutokana na kwamba Shola Dismas ametoka katika imani yake. Sasa hiyo inaweza ikaleta shida na inaweza kuwagawa mno. Sasa cha kufanya, akubaliane na jambo moja tu ambalo litakalokuwa ni kubwa zaidi. Asajiliwe laini nyingine na awe anaweka pesa kwa kutumia usajili wa Lesa Charles. Hii nyingine achane nayo kabisa, aendelee kukaa nayo na wakimpigia wampate, lakini asiingize pesa humo. Hapo penyewe walikubaliana wote kwa pamoja, na hatimaye Shola Dismas akaanza safari, akawaaga hapo, akaanza safari ya kurudi bondeni kwake. Ndipo ambapo aliporudi akafika kwake na kufungua mlango na kuingia ndani. Hatimaye akaendelea na shughuli za kawaida, kufanya usafi na kuandaa chakula kwa ajili ya usiku huo. Amini bin Nasoro baada ya kukaa kwa muda mfupi
alimsikia Ogena akiwa anakuja na binti fulani hivi. Baada ya kufika naye huyo binti, wakasalimiana pamoja. Hapo ndipo ambapo Ogena alimwambia kwamba huyo ndiyo mchumba ambaye nimekuletea, anaitwa Kauthar. Basi alianza kumpima huyo Kauthar kama endapo ana uwezo wa kuwa na mapenzi ya dhati kama namna jinsi ambavyo Shola Dismas alivyokuwa akionyesha mapenzi kwake. Lakini kutokana na kwamba mabinti wana uwezo wa kuigiza na kufanya namna ambavyo wanavyojua, kweli alimuigizia na akaonyesha kabisa kwamba yuko tayari kuishi naye. Na siku zilivyozidi kwenda bila matukio ya aina yeyote yaliyotokea tena kwa Shola Dismas wala kwa Amini bin Nasor, siku zilizidi kuchanja mbuga wakiwa na furaha na amani. Huyu ana mchumba wake Kauthar na huyu anaendelea na amani yake kwa dada yake aliyempata Lesa Charles. Wakaendelea kushirikiana hapa na pale, wakienda shambani, wakawa wanaendelea kuishi vizuri tu bila matatizo ya aina yeyote. Hapo ndipo siku zilivyozidi kwenda, akiwa anaendelea kusali kila siku ya Jumapili, ndipo ambapo alikuja binti ambaye ni mwenye ulemavu wa macho kuja kumtembelea, aliyekuwa anaitwa Flaviana. Flaviana alichukuliwa na Shola Dismas akaja kumtembelea nyumbani kwake. Siku hiyo ilikuwa ni kama sherehe, wakafanya maombi kwa pamoja. Na kumbe Flaviana na yeye kule alikuwa ana dada yake ambaye anamtunza mtu mwenye ulemavu wa macho pia, na yeye alimchukua katika mikono ya mama wa kambo fulani hivi ambaye alikuwa anamtesa kule mjini Mboge. Kijana huyo alikuwa anaitwa Spirian, ambaye alikuwa anateseka vibaya mno. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo alianza alimsimulia mambo mengi kuhusiana na namna jinsi ambavyo alivyokuwa akiteseka, na hatimaye Shola Dismas alivutiwa na maisha ya huyo kijana ambaye Flaviana alikuwa anaendelea kumzungumzia. Kwa hiyo alivutiwa sana na maisha hayo, kwa sababu hata yeye ndiyo maisha ambayo amepitia. Akamwelezea kuhusiana na masuala ya kuteseka huyo Spirian, ambapo alikuwa anateswa kabisa na mama yake wa kambo, na yeye pia katika maisha yao maisha ya baba yake pamoja na huyo mama yake wa kambo, yani baba yake na Spirian pamoja na mama yake wa kambo na Spirian, yalikuwa ni mazuri, lakini huyo mwanamke alikuwa hampendi kabisa Spirian. Lakini ni kwamba hata yeye mama yake alifariki. Sasa mama yake baada ya kufariki, ndio matatizo hayo yakaanza kujitokeza. Baba yake akaoa mwanamke mwingine, na ndo akaanza kumtesa kutokana na ulemavu alionao. Alikuwa akipewa nguo afue,
alikuwa akiambiwa aende jikoni, aende kupika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Shola Dismas alivutiwa sana na haya maongezi ambayo Flaviana anayojaribu kuyazungumza, kwa sababu alikuwa na hitaji kama endapo angeweza kupata mwanaume wa design hiyo ambaye na yeye amepitia mateso, huenda wanaweza wakaendana. Hapo ndipo ambapo alipojipanga vizuri na kumwambia atakapomrudisha pale kanisani, basi waje waungane pamoja, waende moja kwa moja mpaka nyumbani ili aende kumwangalia huyo Spirian, kwa sababu Flaviana anakaa kwa dada yake, ndipo ambapo anapokaa. Kwa hiyo huyo dada yake maanake anatunza watu wenye ulemavu wawili. Hata yeye Flaviana hana wazazi wote wawili, kwa hiyo wametunzwa na dada yake tu, wametunzwa na dada yake, yaani wote ni yatima, dada yake na Flaviana na yeye mwenyewe. Wazazi wake na Flaviana na wao waliondoka duniani, wakamwacha dada yake na Flaviana ambaye anaitwa Diana. Alikuwa akiendelea kusoma, lakini aliamua kuacha kabisa kusoma ili aendelee kumlea mdogo wake ambaye ni mwenye ulemavu wa macho. Sasa baada ya kuendelea kumlea, ndo hapo ambapo alipomkuza na akapata bwana wa kumuoa, akamuoa. Na huyo bwana aliyemuoa alikuwa ni mwinjilisti. Kwa hiyo Diana ni mke wa mwinjilisti, ambapo pia huyo mwinjilisti ana roho nzuri. Kwa hiyo aliamua kuendelea kuishi na shemeji yake huyu Flaviana. Kwa hiyo baada ya kumpata huyo Spirian, Diana alimweleza mme wake kwamba amempata mtu ambaye haoni. Pia alionyesha moyo wa kujali huyu mwinjilisti, akamwambia mlete. Sasa hapo ndipo ambapo anaendelea kuwalea wote wawili, mdogo wake huyu Flaviana pamoja na huyo Spiriani ambaye amemkuta akiwa anaendelea kuteswa. Hapo ndipo ambapo alivutiwa sana Shola Dismas na kwenda kumuona huyo Spiriani. Wakapanga jioni, baada ya kufika kumrudisha kanisani, ndipo ambapo aliweza kukutana ana kwa ana na yule Diana akiwa pamoja na mme wake ambaye ni mwinjilisti, ambaye huyo mwinjilisti ni mwinjilisti wa kanisa hilo hilo ambalo analiongoza mtumishi wa Mungu mchungaji mme wake na Lesa Charles. Kwa hiyo familia ikazidi kuwa kubwa, ambayo ni ya watu ambao wamepitia matatizo makubwa. Hapo ndipo ambapo Shola Dismas alianza kuwaza, kumbe sio mimi peke yangu ninayepitia mateso. Kumbe wapo wengi ambao wanapitia mateso. Sasa kwa nini nilikuwa nataka kujikatia tamaa, lakini mbona hawa wenyewe hawajakata tamaa na wanaendelea kuwepo? Hapana, ngoja nijaribu kumwambia mwinjilisti niende mpaka kwake ili niweze kwenda kumuona huyo Spiriani ambaye nimeambiwa. Baada ya kuwaza mawazo kama hayo, ni kweli alikaa na kusubiria. Ibada ya jioni ya wakati huo ilipokwisha, mwinjilisti
wakasoma sala za mwisho za kumaliza ibada na hatimaye wakasalimiana kwa ajili ya kila mmoja kuelekea majumbani kwake. Lakini hapo ndipo ambapo Shora Dismas alipoamua kumwambia Diana kwamba yuko tayari kwenda moja kwa moja mpaka kwake ili aweze kupaona, akimhitaji Flaviana au anaenda kumchukua hata nyumbani, wasiwe wanakutania ibadani tu peke yake. Na kweli waliondoka moja kwa moja wakaongozana mpaka nyumbani kwa mwinjilisti. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 46 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona huyu mtumishi wa Mungu akiwakataza kabisa Shora Dismas pamoja na Lesa Charles wasifanye hayo mambo ambayo wanayoyawaza yanaweza yakavunja kabisa amani. Ni bora zaidi watumie njia mbadala kuliko kwenda kumkabidhi kila kitu Bi Muamini, wakati yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kumchukua Shora Dismas na kuanza kuishi naye. Wataonekana ni watu wa ajabu sana kama watafanya mambo kama hayo. Akamkataza kabisa mke wake asifanye jambo kama hilo, ni kumkaribisha Ibilisi katika malango yao, na wakati Ibilisi anatakiwa kukemewa ili aweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Sasa hakuna haja ya kuendelea kumkaribisha Ibilisi kuingia katika malango ya mtumishi. Ndipo ambapo tumeona akamuomba msamaha na kumpigia magoti Lesa Charles mume wake, na hatimaye mume wake akayasamehe na wakamaliza. Lakini siku zilivyozidi kwenda, huku tena kwenye upande mwingine, Amini bin Nasor amepata mwanamke ambaye ameletewa na Ogena ambaye anaitwa Kauthar. Sasa anaendelea kuishi naye, na huyo binti anachokifanya ni kama anaigiza, kwa sababu roho yenyewe na akili zake ni kama za Ogena. Kwa hiyo yeye Amini bin Nasor anaamini kwamba amempata na huyo ndiyo mke mzuri, lakini hajajua kwa upande wa pili ni kitu gani ambacho kitakachokuja kutokea. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii bwana, kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu inayofuata ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel
unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King.